Ujerumani na Ukraine zimekubaliana kuratibu juhudi za kuwarejesha wanaume wa Ukraine wenye umri wa kujiunga na jeshi wanaoishi Ujerumani baada ya mkutano kati ya kansela wa Ujerumani na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Hatua hii inakuja wakati Ukraine ikikabiliwa na upungufu wa wanajeshi, huku vita dhidi ya Urusi ikiendelea na idadi ya wanaojiunga kwa hiari ikipungua. Katika mkutano uliofanyika mjini Berlin, kansela wa Ujerumani alisisitiza kuwa wanaume wa Ukraine kuondoka nchini humo ni muhimu kwa ajili ya uwezo wa kijeshi, mshikamano wa kijamii na ujenzi wa taifa hilo. Kwa upande wake, Zelensky alikubaliana na msimamo huo, akisema kuwa jeshi la Ukraine linahitaji watu hao warejee nchini humo ili kusaidia katika mapambano. Wakati huo huo, rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amependekeza kuondolewa kwa mfumo wa kura ya tarufu kwa nchi wanachama katika maamuzi ya sera za nje za Umoja wa Ulaya. Pendekezo hili limekuja baada ya aliyekuwa waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban kupoteza uchaguzi dhidi ya kiongozi wa chama cha TZAS. Orban alikuwa akitumia kura ya turufu kuzuia baadhi ya maamuzi ya EU, ikiwemo msaada wa kifedha kwa Ukraine. Von der Leyen amesema kuwa kubadilisha mfumo huo kutasaidia kuepuka vikwazo katika maamuzi muhimu ya kimataifa. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema jaribio lolote kutoka kwa Israel na Marekani la kujaribu kuwalazimisha kujisalimisha litafeli. Akizungumza mjini Tehran katika mkutano na maafisa wa kutoa huduma za dharura, kiongozi huyo amesema Tehran haitaki vita wala vurugu. Badala yake, rais huyo alisema Iran imekuwa ikisisitiza umuhimu wa mazungumzo yenye tija na mataifa tofauti. Semi zake zitakuja kuwa baada ya Rais Trump kutangaza kuwa huenda mazungumzo yake ya kupata amani kati yao na Iran yakarejelewa nchini Pakistan kwa muda wa siku 2 zijazo. Mimi ni Amina Kanyiji wa Dau TV.